Mheshimiwa katika mtandao wetu wa Omokenya TV ambaye ni mtazamaji, naomba kusalimia mahali popote ulipo. Hujambo? Natumai umzima, ubuheri wa afya. Nami penye nipo hapa jijini Nairobi kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze peupe vile mambo yalivyo, kisha baadaye tutakuwa tunayaangalia kiundani kwa kina kuchanganua siasa hizi, na ninaomba ukaweze kunifuatilia kwa sababu hii kanda naileta chini ya dakika 10. Na ningependa kujua unatazama hii kanda ukiwa eneo lipi, niandikie katika sehemu ya maoni. Wasiwasi imeweza kutanda, Ikulu kutingishwa baada ya ujumbe mzito, ujumbe hatari kutumwa kwa Rais William Ruto. Na katika kanda hii tutakuwa tunaangazia kwa undani nani ameutuma ujumbe huo, kwa nini, na ujumbe huo ni upi, kisha baadaye tutakuwa tunachanganua. Katika uchaguzi uliopita mwaka 2022, Rais William Ruto aliweza kutangazwa kuwa mshindi kama rais kupitia tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Baada ya hayo kufanyika, kuna wale ambao waliweza kuwasilisha kesi mahakamani kupinga kuchaguliwa kwake. Kisha baadaye jaji mkuu Martha Koome na wenzake 6 waliweza kukubaliana na kupitisha Rais William Ruto kuapishwa na kuingia afisini kama rais na akuwa kiongozi wa taifa kwa miaka 5 mfululizo. Na katika katiba ile iliyopitishwa na Wakenya mwaka 2010 inasema rais anachaguliwa na kuapishwa kuingia afisini kwa miaka 5 na atachaguliwa kwa mara nyingine ikiwa atapitishwa na Wakenya. Kumaanisha rais anastahili kuongoza kwa miaka 10 mfululizo ikiwa Wakenya watamchagua kwa mara ya pili. Kumaanisha sasa hivi rais wa Kenya ambaye anakubalika kisheria ni Rais William Ruto, kwa sababu aliweza kupitishwa na tume ya IEBC, kisha baadaye na mahakama ya upeo. Wakati kesi iliweza kuwasilishwa kule, Martha Koome akasema hot air kulingana na vile kesi ile iliweza kuwasilishwa kwa mahakama, akapitishwa na kuwa rais wa Kenya. Sasa kuna ujumbe ambao ametumiwa, ujumbe ambao ni hatari. Kuna kanda naomba kuiweka hewani tusikize, kisha baadaye nikirudi nitakuwa na changanua kwa undani. Lakini kabla niweke sauti hiyo, naomba kushukuru wote ambao mnazidi kunipiga jeki kwa kutazama kanda zote zile ambazo tunaziweka katika mtandao wetu wa Omokenya TV. Lakini niko na ombi moja, kunyenyekevu tu na heshima kubwa, ikiwa unaendelea kutazama, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini, bonyeza hiyo alama ya kidole ili kutukabidhi like, ukipenda thumbs up. Na kuna wale ambao ni wageni, karibu sana katika mtandao wetu wa Omokenya TV ama mkuu ukitazama lakini bado hauja subscribe. Kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Lakini ikiwa vile umetazama umeandikiwa subscribed, wewe hauna nia ya kubonyeza kwa sababu wewe tayari ni subscriber, asante na shukuru, barikiwa. Lakini ikiwa umeandikiwa subscribe kwa kitufe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Omokenya TV, maana tunapoweka kanda yoyote ile mpya utakuwa unapokea notification ya kufahamisha kwa Omokenya TV umeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana kwa kutii ombi langu na barikiwa. Karibu tuzidi kusonga mbele pamoja. Kuna sasa ujumbe ambao umetumwa kwa Rais William Ruto, na yule ambaye ameutuma huo ujumbe anaitwa Justin Muturi, aliyekuwa waziri katika wizara ya utumishi wa umma na akawa mwanasheria mkuu katika serikali ya Rais William Ruto. Baadaye Ruto akamsimamisha kazi. Sasa alikuwa katika mahojiano siku ya Alhamisi katika Spice FM ama radio ya Spice FM, akasema hivi, ujumbe mkali akautuma kwa Rais William Ruto. Ujumbe ni upi? Ndio huu. It is very hurting for citizens to see their president telling lies in broad daylight. I would advise William Ruto to do the honorable thing. Please, Mr. President, resign. You are unfit to be in that office. You have become an incorrigible liar. Kenyans know it from all walks of life. Umesikiza vile anadai.
Muturi alikuwa waziri wa Ruto, alikuwa mwanasheria mkuu katika serikali ya Rais William Ruto. Baada ya yeye kusimamishwa kazi, sasa anadai kwamba Ruto ni muongo. Ni yeye anadai, sio matamshi yangu. Pia Justin Muturi anadai kwamba Rais William Ruto hafai kuwa kiongozi na kushikilia wadhifa ambao anashikilia sasa hivi kama rais. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why Justin Muturi is firing at the current President William Ruto politically. One, mbona Muturi anamshambulia kisiasa Rais William Ruto? Number one, siasa za mwaka wa 2027. Sasa hivi ni mwaka wa 2025. Tumebakisha mwaka mmoja na nusu ili uchaguzi, tuseme miaka miwili, ili uchaguzi mkuu kuandaliwa humu nchini. Hivi majuzi tuliweza kushuhudia Justin Muturi akiwa ama akijumuika pamoja na Rigathi Gachagua, aliyekuwa naibu rais wa William Ruto, aliyekuwa waziri wa William Ruto, Mithika Linturi, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i na wanasiasa wengine akina Saitoti, yule ambaye ni mwenyekiti wa chama cha aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta Jubilee, na baadhi ya viongozi wengine. Sasa kujumuika kwa pamoja ni kuhakikisha ya kwamba they are going to unseat President William Ruto in the next general elections 2027. Kwa hivyo mashambulizi haya yote ya kisiasa tunashuhudia kutoka kwa mdomo wa Justin Muturi ni kwa sababu ya uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Ndio maana anasema hafai kuwa rais kwa sasa. Kwa hivyo ni siasa ambazo zimechacha humu nchini, na kikundi hiki kiko pamoja. Sasa kila mmoja anaendelea kufanya hapa na pale. Hata Rigathi Gachagua yeye mwenyewe tuliweza kuona akianzisha chama chake cha kisiasa, na aliweza kuapa na kusema ya kwamba liwe liwalo na liwe, atahakikisha ya kwamba Ruto is a one-term president. Tusikize what Rigathi Gachagua said before. And we shall make whatever sacrifices necessary. We are part of this team and we will walk this journey together to liberate this country, to make sure that William Ruto is a one-term president. Sauti hiyo ni ya Rigathi Gachagua ambaye aliweza kusema atahakikisha ya kwamba Ruto becomes the first president kwenda nyumbani baada ya miaka 5, na kumaanisha kuna vile wanataka kuhakikisha kwamba wamelipiza kisasi katika siasa, kwa sababu Gachagua alikuwa naibu rais wa William Ruto, akaondolewa kupitia bunge la kitaifa na lile lingine la seneti. Mithika Linturi alikuwa waziri wa Rais William Ruto, naye yuko nyumbani baada ya kufukuzwa kutoka afisi ile ambayo alikuwa anashikilia. Muturi Justin na yeye aliweza kufukuzwa. Kwa hivyo kikosi hiki kutoka eneo la Mlima Kenya, baada ya kuwa kicked out of government, wako pamoja sasa kuhakikisha kwamba wamelipiza kisasi cha mwaka 2027 ili kumsaliti Ruto kutochaguliwa tena kwa mara ya pili. What do you think? Matamshi haya yote, siasa hizi kutoka eneo la Mlima Kenya, zinaweza kusababisha Rais William Ruto kutochaguliwa katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027? Utaniandikia katika sehemu ya maoni ili kujua vile umekuwa na mtazamo wako wa kisiasa. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu to subscribe. There is a subscribe button that is down here. Once you are done subscribing by hitting it, remember to turn on the notification bell so that the moment
I upload any new video clip, you'll be notified automatically by YouTube that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Ladies and gentlemen, be blessed by Super Being Wolves, and have a last meet in the next video. Bye bye.